Kwa majina naitwa Tarish Chief Lutalo Sayemba, nafahamika kama Entertainment of Dictionary, yani kamusi ya burudani. Hivyo ndo ninavyofahamika. Ila wengi wao wananiita Legra Kinya Mamuti Kisamungo mkolo ya mboga. Kimsingi nilichotaraji kukiona sikukiona, kwa sababu mimi naamini wachezaji wanaocheza Singida au wanaocheza Azam ni hao bora kama waliopo Simba na Yanga. Lakini vilabu vyetu vinawazidi kitu gani? Mashabiki, msukumo wa wachezaji tofauti, na yani kila wanachokitaraji kukitoa ni kikubwa zaidi ya watakachokitoa wachezaji wa Singida, kwa sababu wao hawawezi kuwa wanadaiwa mafanikio makubwa kwa maana ya kombe, amna watu watawasukuma. Lakini wameninyima burudani kwa sababu na wao pia walicheza tofauti na kile walichokuwa ndakiwa kicheze. Mimi niliamini itakuwa mechi bora sana kwa maana ya kuona ufundi, kushindana mbinu kati ya Ibenge na Bwana Gamondi, lakini mbinu zilikuwa bora kwa Ibenge kwa sababu alitengeneza nafasi, na Miguel Gamondi wachezaji wake waliingia kama kuchoka, ambapo mchoko wenyewe hauonekani mwingi kwa maana wao hakutengeneza chochote. Ila Azam walikuwa bora, walishindwa tu kwenye ufanisi, kwa maana yule Kitamba la bora hakuwa bora kama ambavyo wanakuaga, kwa sababu yule jamani ni kila kwenye goli. Mimi namuamini hivyo kwa sababu alikuwa mfungaji wa pili ligi ya Kongo, lakini kwa jana hakuwa na ufanisi sawa. Lakini pia kwa Singida jana walionekana wachovu sana, kwa maana ya kwamba hawashindani mpira, walikuwa wa pili kila eneo, yani walifanikiwa kwenye kukaba, lakini pia na golikipa, sababu hata ukiniambia man of the match kama hawakumpa golikipa basi walimuonea. Kwa mpira alitunyima ubora jana, lakini pia ushindani ulikuwa mdogo. Ushindani ulikuwa mkubwa kwa Azam, kwa Singida, lakini Singida kwa Azam ulikuwa mdogo. Lakini ndo hivyo, ila tunataraji pia ndo ligi imefunguka, kwa sababu kutakuwa na michezo miwili mitatu. Mbeleni hapa kuna timu bora kabisa, Young Africans. Yenyewe itaenda kuokota alama 3 kwa Fountain Gate, na naamini itaokota kwa sababu Yanga wanacheza kibingwa, wanacheza kichampion. Kwa kila wakati ambapo watakuwa wakicheza na mtu, watacheza wakizihesabu pointi na magoli, kwa sababu wapite walichokifanya mwaka jana. Na mtu bora ni yule ambaye anatathmini kwa leo, kesho yake itakuwaje, na kesho atakuwa nani, muda gani. Hivyo ndo anaupelekea Tanzania. Hapa kweli kimsingi Simba hawakufanya bora. Na hawakufanya bora kwenye nini? Hawakufanya bora kwenye mashindano, kwa maana wao wameingia uvivu wa kuwatumia, yani wachezaji wao kutumia nafasi. Kwanza umekuwa ugonjwa mkubwa kwao, lakini pili pia timu haina muunganiko kati ya viongozi na viongozi. Yani wako viongozi ambao wanataka mwenzao apige shoshoti, awapishe, na wako viongozi ambao hamtaki kiongozi fulani, kwa hiyo hakuna utulivu ndani yao. Lakini pia Simba nasikia wamemwacha kocha, kwa maana wamemwacha kocha ikiwa wakiamini madhaifu yaliyotokea hapa katikati yanahusiana na kocha, wakati sio sawa. Kwa maana kama ni kocha, timu ingekuwa ichezi kufika juu kwenye eneo na kukosa. Lakini unaona utulivu haupo kwa Soa, utulivu haupo kwa Ahua, utulivu haupo kwa wachezaji wote, na Neo Maema tu ndo ameweza kumfunga paka kengere, kwa maana ya kufunga goli bora kabisa ndani ya mchezo ule ambao wamecheza wa pili. Lakini pia hawajapoteza. Kama wanataka wapoteze, basi wanahitaji wao wenyewe wakubali kupoteza. Unaambiwa kama haujengi, basi jiandae kujengwa, na kama unataka kubomoa, jiandae nawe kubomolewa. Kwa hiyo wao kama watajiandaa kujenga, basi watajenga, kwa maana watatakiwa waende kwa Experience de Tunis kupata pointi 6, alafu kungangania kati ya hao wawili ambaye atakuja kumaliza hapa wapate pointi 3. Wakipata pointi 9, hawataangalia nani ana pointi ngapi na nani ana pointi ngapi. Itakuwa nyepesi kwa wao kufuzu. Lakini pia kwa Yanga ambao ndo naamini ndo klabu bora kwa sasa. Kwa sasa Tanzania klabu bora ndo hiyo. Utake ndo hivyo, usitake ndo hivyo. Hawajapita bado, lakini wanapita kwa sababu kwenye hizi mechi mbili wamefanya kilicho bora kabisa. Wameenda ugenini, wamekusanya alama 1 ambao ilitakiwa hata kukusanya alama 3, lakini uwanjani pale Amani Complex wamekusanya alama 3, na naamini kila atakayekuja uwanjani Amani Complex atadondosha alama 3, kwa sababu Yanga wanacheza
mpira ambao unaonyesha dhahiri kitu gani wanatafuta. Ule ukubwa ambao tulikuwa tukipeana, tukiambiana na kusifiana bila kuamini mtu anachokifanya, sasa hivi haupo. Kila mtu anafanya kile kilicho bora kwa wakati wake. Sasa mimi naamini huu ni wakati wa Yanga kwenda kuwaonyesha Afrika kitu gani kwenye nembo ya jezi ya Yanga kinatakiwa kitembee. Na sisi tunajiuza vizuri, kwa maana kina Dickson Job wanajua kupambania nembo ya klabu, kina Jigi Diara, kina Prince Mvumalelo Dube, kina Duko Gabuya, kina wote wanajitoa kwa sababu klabu inawathamini na wao wanaithamini. Na itoshe kusema Yanga sasa hawaishi kama walivyokuwa wakiishi zamani, kwa maana ya kwamba ni timu tu, kila anayeingia kwenye timu sasa anakuwa family. Na hiki ndo wanachokikosa ndugu zetu. Kwa mfano mimi naona Simba sasa wameingia mfumo mgumu sana, mashabiki kusema Mpanzu hawezi kuwa Simba na yeye ni Yanga, ni anapenda Yanga kwa jitumi tena. Ile inamvunja mchezaji akisikia, sababu wachezaji ni watu kama vile tulivyokuwa sisi. Ukikerwa ukereki, wewe sio binadamu. Na ukifurahishwa ufurahi, wewe sio binadamu. Binadamu bora ni yule ambaye akikerwa anakereka na akifurahishwa anafurahi. Kwa mimi naamini kwa hapa tulipofikia, Yanga ana nafasi kubwa ya kufuzu, lakini Simba ana nafasi ya kufuzu kama yeye atajenga. Akishindwa kujenga basi atajengwa. Hivyo tu. Na mimi kindo nilikuwa natamani sana kiguswe na kimeguswa. Na kupongeza kwa swali zuri. Kwanza nakupongeza kwa swali zuri, kwa maana ya kwamba huyu Matola anayezungumzwa sio kocha msaidizi. Ni kocha kabisa kwenye makaratasi. Kwa sababu kwanza alimfanya Pantev kuwa kocha, yani kuwa msimamizi, yani meneja, wakati Pantev ni kocha. Kwa maana ya kwenye makaratasi Matola amemzidi Pantev kila kitu. Alichomzidi Pantev ni alipotoka anafundisha. Matola amekuwa kocha msaidizi muda mrefu Simba, kwenye kivuli hicho ambacho Simba wamemweka, kwa maana ya kwamba yeye sasa atakuwa kila atakayefukuzwa yeye atabakia. Na ni nembo ya Tanzania, kwa sababu Matola ameucheza mpira kwa ubora kabisa mpaka kuitwa Veron. Lakini ameucheza mpira huu akiwa wapi? Akiwa Simba. Sasa hamna kitu kinaniumiza kama watu wa Simba ndo wanaomtukana Matola, ambaye yeye sasa baba yake ni Simba, wazazi wake, wadogo zake na ndugu zake. Watu wa Kigoma nikisema hivyo wananielewa. Ni Simba kuliko wao Simba ambao wao ni mashabiki tu. Amecheza akiipambania klabu na sasa anaipambania klabu akiwa kocha. Na kila kocha anayefukuzwa timu ikiwa mikononi mwa Matola imewahi kupoteza mara moja tu. Na mimi nikuhakikishie ndani ya mechi hizi mbili atapata mechi moja ngumu sana na Azam, kama Azam wataamka wakihitaji pointi. Lakini kama Azam watacheza kama wanavyochezaga, manake Azam na Simba wanakuaga hakuna mechi ngumu. Ni mechi ambayo Simba anafanya kila anachokihitaji tu na anapata matokeo. Lakini ikiwa Azam na Yanga inakuwa mechi ngumu. Lakini pia imekuwa vumo, kila anapoharibu kocha, akifukuzwa kocha, Matola akibakia naye anatakiwa aondoke. Mimi uhakikishie wana Simba, kama wanamhitaji Matola kuwa mfupa mgumu wameshindwa kuutoa, wampe timu sasa. Waseme sasa rasmi kocha yetu ni Matola. Alafu akipoteza wamfukuze, kwa sababu hapo ndo watakuwa wamemuondoa. Lakini njia ya kumwachia timu abaki nayo kwa mechi mbili hizi anapata, yani leo atapata tena kwa goli nyingi. Mbeya City si ndio inaonekana mgumu, Matola anapata na uhakika anapata na kwa goli nyingi ili kutuliza. Na mechi ya Azam pia atapata, kwa sababu kila walipokuwa wanamhitaji apate anapata. Ila kama wanamhitaji kumfukuza Suleiman Matola, wamkabidhi timu moja kwa moja kama ambavyo waliamini wakampa Mgunda. Wampe Matola ili wamuondoshe. Lakini one of the best coach kabisa kwenye ligi yetu, kwa sababu ukimwona kocha anafundisha timu ndogo na anawasumbua timu kubwa. Kwa mkimwamini katika timu kubwa ambao kutakuwa na quality ya wachezaji kama ambavyo unaona Simba ipo, Neo Maema, Rushen De Rock, nani yule Kante, kuna mchezaji mmoja nampenda sana anaitwa nani yule, anacheza kiungo, anaweza kucheza fullback. One of the best player. Kina Soa hivyo na hivyo. Kundi lile ukimpa Matola na anawafahamu, anaenda kutia maneno mazuri tu kwa wachezaji. Sababu wachezaji wanahitaji nao maneno mazuri kwenye ubongo kwamba yes, inawezekana. Tucheze, tuenjoy. Na wanafanya. Kwa mechi mbili hizi Simoni Matola akistruggle, lakini mechi ya Azam ata struggle kutokana na Azam nao na quality player kama ambavyo ilikuwa Simba. Na wakihitaji pointi Azam wanapata, kwa sababu wanatupa sana mechi ngumu sisi Yanga Afrika. Sasa asante sana kwa maelezo hayo. Sasa tutaomba umalizie kwa kututajia kikosi chako aminifu
katika mechi ya leo ya The Young Africans wakicheza na Fountain Gate, yani ili uende kupata matokeo yaliokuwa mazuri, na ututabilie mechi ya leo unaiona vipi, kadhalika na mechi ya Simba. Okay, kwa mechi ya Yanga golini atakopo Djigui Diarra, kwa sababu lango linakuwa lina amani na screen protector ikiwepo kwenye simu haiharibiki. Kwa screen protector kwa klabu ya Yanga ni huyu Djigui Diarra. Hakuna doubt yani, kwa sasa goalkeeper bora Afrika wakitajwa watano lazima jina lake liwepo, kwa sababu anafanya kama wanavyofanza hao wengine. Atakopo Djigui Diarra, fullback namba 2, atakopo Israel Patrick Mwenda, fullback namba 3, atakopo Shabalala, lakini akicheza Boka hapana shida, kwa sababu wanahitaji kupumzika na uwezo ni sawa tu. Boka anamzidi Shabalala kwenye kukimbia na Shabalala anamzidi Boka kwenye kukaba na kufanya bora kwenye timu. Yani Shabalala afanye kitu kingi sana kuliko kile kinachotakiwa. Alafu kati Dickson Job na Baka wacheze. Juu yao atacheza nani anaitwa Duke Oga Abuya General. Alafu mbele yake pale kwenye eneo la namba 8 wampange yule mtoto anaitwa Lassane Kouma. Alafu kwenye wings moja achukue Maxine Zengeli, wings ya pili achukue Pacome Zouzoua. Namba 10. Mimi namba 10 leo naenda na mtu mmoja anaitwa Muhammadu Dumbia, na namba 9 pale aanze Andy Bobo Bayeli, Prince Bube aanzie nje. Napata matokeo yote ambayo unahitaji ya furaha. Yaani kuanzia goli 3, 4 mpaka 5. Yanga hiyo inaweza ikapata. Lakini kwenye Simba kama wanahitaji matokeo leo, na naamini Matola hawezi kuwahitaji matokeo kwa sababu anataka kuaminisha watu yeye kuna kitu anacho kuliko hao ambao wanaamini. Golini akae Yakub, golikipa kutoka Zanzibar, golikipa mzuri sana. Fullback namba 2 acheze Shomari Kapombe, fullback namba 3 acheze yule mtoto Mligo. 4 na 5 acheze Shamwa, kwa sababu The Rock kaumia, acheze Shamwa, acheze na nani huyu, acheze na Nangu kama sikukosea. Namba 6 apange yule mwamba anaitwa Kagoma kama yuko fit. Naamini Kagoma hawezi kumwangusha Matola, sababu kuna ule umimi wa kwa maana watu wa Kigoma wakikutana wa hawawili huwa wanapenda hapendi kuangushana. Cheze namba 6 Kagoma, namba 8 acheze yule mtoto ambaye anachezaga fullback na BK sijui nafikiri Kamara, na BK Kamara kama sijakosea hivyo, one of the best player. Yani ukiniambia Simba mchezaji mmoja Yanga wamchukue, mimi naanza na huyu. Acheze namba 8, namba 9 acheze Soa, aanze sababu Soa bora, one of the best striker kutoka ligi ya Tanzania. Soa unamweka kabisa. Kuachilia mbali ile akili yake mwachie yeye kwenye picha, akupe kila atakachokupa. Ana asilimia 100 ya nguvu, ana asilimia 100 ya kufunga kila mechi. Alafu namba 10 acheze Ahua sasa, na sio Neo Maema kama ambavyo wanacheza wengine. Alafu wings achukue Mpanzu, wings achukue Kibu Dennis Prosper. Nafikiri leo atakuwa kamaliza matatizo ya kifamilia. Wanaweza kupata pointi 3 na wanaweza kushinda goli 3 hao wachezaji nilokutajia. Nafikiri hivyo ndio vigosti vyangu bora kwetu sisi Yanga na kwa ndugu zetu